Hallelujah.
shuka. Yesu we can see the shadow. Hallelujah. Tuende mbele zake Bwana, wote ambao tuko katika ukumbi huu na wewe unatutazama ukiwa hapo nyumbani, tuomba ya kwamba sisi wote tukainue mikono yetu na sauti zetu mbele zake Mwenyezi Mungu, tukimwambia ni asante, na hata pia tukamwambie asitupite anapo wabariki wengine siku ya leo na kuendelea, anapo waponya wengine tumwambie asitupite. Naomba ya kwamba tuende mbele zake Bwana, tumwambie Bwana asitupite. Sisi wote tulioko hapa, hata wewe unayetutazama hapo nyumbani, unayetutazama ukiwa kwa gari lako, unayetutazama ukiwa kazini mwako, ofisini, naomba ya kwamba tuende mbele zake Bwana, tukamwambie kila mmoja wetu binafsi asitupite. Baba, asubuhi ya leo tunakuinua, tunakubariki. Asubuhi ya leo tuomba ya kwamba unapowabariki wengine, unapowatendea wengine, unapowaponya wengine, tuomba ya kwamba usitupite. Usitupite mwenye nguvu zote, unapowainua wengine, unapowapa nguvu wengine, Baba, unapowaencourage wengine, Baba, tuomba kwamba usitupite katika jina la Yesu Mwana wa Mungu. Asante, hii ni siku umeifanya Baba. Baba, ni asante kwa huruma na rehema zako Mungu wetu. Asubuhi ya leo tunakuabudu, asubuhi ya leo tunakuheshimu, asubuhi ya leo tunakutukuza. Wewe ni Mungu mkuu, jina lako ni kuu, uwezo wako ni mkuu, upendo wako ni mkuu, rehema na fadhili zako ni kuu. Baba, asubuhi ya leo tunakuinua, tunakubariki, tunakuinua, tunakutukuza. Tuomba nguvu zako, tuomba ulinzi wako, tuomba ushindi wako Baba, katika jina la Yesu. Baba, ni asante, uinuliwe, utukuzwe, uhimidiwe. Wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa ajabu. Tunakusifu, wewe si kama mwanadamu. Yesu, tunakubariki, tunakuinua. Asante Mwenyezi Mungu kwa siku hii umetupatia. Kila sifa, kila utukufu wote, kila heshima zote. Asante kwa kila mwanaume, asante kwa kila mama, asante kwa vijana wote, asante kwa watumishi wako Baba. Sisi wote natubariki Jehova. Baba, ni asante, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye uwezo. Unastahili Baba, unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa.
katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Wote tuseme amen. Wote tuseme amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Asante wapendwa. Chris Mkanda, karibu sana. Alice Jerry, karibu. Jabia Nason, karibu. Jude Kimani, karibu. Karibuni sana wapendwa na wote ambao tuko hapa katika ukumbi huu. Asanteni sana wandugu kwa dada, karibuni sana, tubarikiwe pamoja. Wapendwa, tunaendelea na neno letu wiki hii ya kwamba Mungu si mwanadamu. Mungu si mwanadamu aweze akaongea uongo. Haleluya. Mungu si mwanadamu. Mungu si mwanadamu aweza kuongea uongo. Mungu si kigeugeu, si mwana wa Adamu. He is not a son of man. God is not a son of man aweze kugairi. Wanadamu tunajua wana vigeugeu, naweza wakakugeuka. Leo wako na wewe, kesho hawako pamoja na wewe. Kwa hivyo Mungu anapokuambia kwamba nitakuwa pamoja na wewe, haleluya, anapokuambia kwamba nitakuponya, haleluya, anaposema ya kwamba nitakuinua, bila shaka hana kigeugeu. Na hiyo tunaipata katika kitabu cha Numbers 23 na mstari wa 19. Na tuliona tumeendelea na kuona, tukaona ya kwamba amesema you never leave us nor forsake us. Na tunaposoma katika kitabu cha Joshua chapter 1 and verse 6, tunaona ya kwamba anamwahidi Joshua na anamwambia kwamba kama jinsi ambavyo nilikuwa na, hebu hata tusome vile inavyosema. Kwa hivyo mpendwa, huyu Mungu tunaweza tukamwamini, tunaweza tukamtegemea, tunaweza tukamtumainia kwa hali zote. Na bila shaka Joshua finally alipata ushindi wake Mwenyezi Mungu. God is not a man. God is not a man. Mwanadamu anaweza akakuacha, mwanadamu anaweza akakugeuka, mwanadamu anaweza akakudanganya. Kwa hivyo tunaona mstari ule wa 5, Mungu anamwambia Joshua, Joshua chapter 1 and verse 5, anasema there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Mwambia kama vile ambavyo nilikuwa na Musa, haleluya, nilikuwa na Musa, ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Na utakuta ya kwamba finally ushindi Joshua aliupata. Na unaona ya kwamba Mungu anapokuahidi jambo anakupatia strategy. Haleluya. Taona ya kwamba chapter 3 anamuongoza Joshua katika kuvuka mto Yordani, na anampatia mbinu na anamwambia jinsi atakavyoenenda. Sura ya 6 ya Joshua unakuta pia anampatia strategies, jinsi ambavyo atakavyoweza kushinda mji wa Yeriko. Na hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo, because he is not a man. Anapokuambia kwamba sitakuacha, sitakupungukia, anaposema ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe, pendwa, hivyo ndivyo ilivyo. Atakuwa pamoja na wewe katika ujana wako, atakuwa pamoja na wewe utakapoingia katika jamii, atakuwa pamoja na wewe kwenye biashara yako, atakuwa pamoja na wewe katika maisha yako, kuongoza na kusaidia wewe na kuhakikisha kwamba
umefaulu na umefanikiwa. Na unakuta ya kwamba at the end of the day Joshua aliishi maisha ya ushindi pamoja na wana wa Israeli. Haleluya! Ni kwa sababu gani? Kulikuwa na ahadi. Mungu alikuwa ameahidi yeye ya kwamba sitakuacha wala sitakupungukia. Wapendwa, asubuhi ya leo, huyu ni Mungu ambaye anasimamia neno lake. Haleluya, analisimamia. Maandiko inasema ya kwamba analifuata neno lake kulitimiza. Haleluya. Tunaposoma katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 12, tunaposema anasema namna gani? Hebu tusome Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 12. Mungu ni Mungu, analisimamia neno lake. Wacha tusome Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 12, tuone maandiko yanatuambia namna gani. Our God is not a man, analisimamia neno lake. Na kwa hivyo anapokuahidi, na kama amekuahidi jambo, ni vyema mpendwa ujue ya kwamba atalitimiza. Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 12. Tukianza mstari wa hapo mbeleni, taona vile Mungu amesema. Mstari wa 12 anasema namna gani? Then said the Lord unto me, thou hast seen well, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. I will follow my word, nitalifuata neno langu kulitimiza. God is not a man. Haleluya, atalifuata neno lake. Lolote ambalo amekuahidi, lolote ambalo ametuahidi kama kanisa, ametuahidi kama watumishi wake, ametuahidi kama jamii, ametuahidi kama taifa, hilo Bwana atakuja kulitimiza. Haleluya, kwa sababu ni neno lake na limetoka. Na maandiko pia tukisoma katika kitabu cha Isaia 55, hebu tuende pale Isaia 55. Mungu anatuambia namna gani? Haleluya, tunaona Yeremia anatuambia kwamba atalifuata neno lake kulitimiza. Haleluya, na ndio tunaona ya kwamba maandiko inasema ya kwamba so shall my word be that goeth ahead. For as late verse 10 inasema ya kwamba verse 10 and 11 inasema hivi, for as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereunto I sent it. Haleluya. Kwa hivyo neno la Mungu halitamrudia bure. Anaposema atatenda, analifuata, anasimamia neno lake. Anaposema nitakuinua, anaposema nitakuponya, anaposema nitakutia nguvu, anaposema nitakulinda, anaposema nitakupigania, anaposema nitakutetea, anaposema nitakuongoza. Haleluya, hilo neno lake Mwenyezi Mungu halitamrudia bure. Mungu anatunza, Mungu anaheshimu neno lake, anaheshimu agano lake. Haleluya, na ndio Biblia imetuambia katika kitabu cha Ibrania 6 na mstari wa 11, inatuambia kwamba basi tuwaige wote ambao walikuwa mbele yetu kwa imani
na kwa uvumilivu waliweza kupokea ahadi zao kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Pendo, asubuhi ya leo niko hapa nikuambia kwamba God is not a man. Haleluya! Mwanadamu anaweza akakudanganya, mwanadamu anaweza akakuacha, mwanadamu anaweza akakuchukia, mwanadamu anaweza akakuahidi anakosa kutimiza. Haleluya! But our God, he is a faithful God. Our God is a holy God. Our God is a able God. Our God is a fighter. Hallelujah. Our God is our healer. Oh, hallelujah. Wapendwa, asubuhi ya leo tunapoenda mbele zake Bwana, tumwendee tukiwa na ujasiri. Tunapoombea watumishi wake, tuombe ya kwamba atawatimizia maneno yote na ahadi ambazo amewaahidi. Haleluya. Na kwa hivyo asubuhi ya leo wapendwa, naomba tukaweze kuinuka, twende mbele zake Bwana, tumwambie Mungu ni asante, ahadi zake ni za milele. Utaona wimbo ambaye Hana aliimba kwa sababu alioja Mungu katika Samueli wa kwanza na mlango wa pili. Hebu tuangalie pale Samueli wa kwanza na mlango wa pili, tunaona wimbo kwa sababu Hana alioja Mungu na akajua hakuna Mungu kama huyu Mungu wetu. Haleluya. 1 Samuel chapter 2. Nataka tusome tu mistari kadhaa and then waombe ya kwamba wapendwa, twende mbele zake Bwana, tumwambie ni asante. Hakuna Mungu kama yeye, hakuna wa kufanana na yeye, hakuna wa kulinganishwa na yeye. Haleluya. Chapter 2. Hana alioja mume wake, hata kama alikuwa anampenda sana, alikuwa ameshindwa na kumpa mtoto. Haleluya. Lakini Hana alipopatana na huyu Mungu na akawa na imani na huyu Mungu, maisha yake ikapata kubadilika, maisha ya utasa ikapata kubadilika, maisha ya kudhihakiwa ikapata kubadilika, ikawa ni maisha ya baraka. Na sasa chapter 2 tunaona wimbo ambaye Hana aliimba. Nataka tusome huo mstari, nitasoma mstari huo na sitaelezea, ni kusoma nitasoma, and then tutaenda mbele zake Bwana. Kila mmoja wetu tuinue mikono yetu, tumwambie Mungu ni asante, hakuna Mungu kama wewe. 1 Samuel chapter 2. Nitaomba ya kwamba wote tulioko hapa tuweze kusimama tunaposoma hii chapter. Tunaposimama hii chapter, tunaona ukuu wa Mungu, tunaona uweza wa Mungu. Na hata wewe uko pale nyumbani, tafadhali unaweza kusimama na usome hii chapter pamoja na sisi. Haleluya. Inasema nini? And Hannah prayed and said, my heart rejoiceth in the Lord, my heart is exalted in the Lord, my mouth is enlarged over my enemies, because I rejoice in thy salvation. There is none holy as the Lord. Hallelujah. There is none as holy as the Lord. Hallelujah. There is none beside thee, neither is there any rock like our God. Talk no more so exceeding proudly, let no arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by him actions are weighed. The bows of the mighty men are broken, and they that stumble are guarded with his strength. They that were full have had and themselves for bread, and they that were hungry ceased, so that the barren had born 7, and she that hath many children is waxed feeble. The Lord killeth and maketh alive. He bringeth down to the grave and bringeth up. The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth low and lifteth up.
He raised up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and hath set the world upon them. He will keep the feet of his saints, oh hallelujah, and the wicked shall be silent in darkness, for by strength shall no man prevail. Hallelujah. By strength shall no man prevail. Wapendwa, nataka tuinue mikono yetu na sauti zetu kwa Bwana, tukimwambia hakuna Mungu kama yeye, tukimwambia hakuna Mungu kama yeye. Naomba tuinue sauti zetu, sisi wote tuko hapa. Huyu Mungu wetu, he is not a man. Hallelujah. Our God is not a man. Hawezi akadanganya, hawezi akakula maneno yake. Anaponena anamaanisha. Wapendwa, tuende mbele zake Bwana, tumuinue huyu Bwana, tumtukuze huyu Mungu, tumbariki, tumheshimu. Hakuna Mungu kama yeye. Ramaganda rabashanda. Baba, asubuhi ya leo tunakuinua Baba, tunakutukuza. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe si mwanadamu. Jehova, Mungu wa dunia yote, asubuhi ya leo tunakuinua, tunakubariki. Unaliheshimu neno lako, unaheshimu ahadi zako. Lolote umeahidi utatimiza. Hakuna aliyekutegemea ukamwaibisha. Nasi asubuhi ya leo tunakuabudu Baba, tunakutukuza. Hatutaibika katika jina la Yesu. In our families, hatutaibika katika biashara zetu, hatutaibika katika huduma zetu, hatutaibika katika kazi zetu, katika shughuli zetu, hatutaibika Baba, katika jina la Yesu. Ramaganda rabashanda robo shakarabaganda Baba ramashikariba robo shakarabaganda. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Asubuhi ya leo watumishi wako tunawainua mikononi mwako. All the bishops, all the pastors, all the evangelists, Mungu, all the apostles, oh God, watumishi wako tunawainua mikononi mwako. Utawalinda, utawatenda mema, utawapa nguvu Baba. Ahadi zako utazitimiza juu ya maisha yao, juu ya jamii zao, juu ya huduma zao, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, watumishi wako Baba wanapopita katika maji mengi, wanapopita kwenye mito, wanapopita kwenye moto, o Jehova, watumishi wako hawataungua, wateule wako watasimama katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo Jehova, tunakutukuza. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna uwezo kama wako, hakuna nguvu kama zako. Utawaponya watumishi wako, utaponya wake wao, utawaponya waume wao, utawaponya wateule wako, utaponya jamii zao, utaponya maisha yao, utaponya Baba, Baba, katika jina la Yesu. Hata huduma zao, biashara zao na kazi zao utaziponya, utawalinda na kuwahifadhi katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo Baba tunakubariki, Baba tunakuinua. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe.
hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Ramaganda rabashanda robo shaka rabaganda riba konto robo shaka ria santa riba ria shaka robo shika riba ganda rabasanta. Yes Lord. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Baba tunakuinua, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Baba tunakuabudu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Baba tukuheshimu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Baba tukubariki, wewe ni Mungu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Baba tukuheshimu, wewe ni Mungu, waweza yote, hakuna Baba tukutukuza, wewe ni Mungu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Takuombea mahali ulipo, inua mkono wako juu, na kama wewe ni mgonjwa, wekelea mkono wako mahali ambapo panauma. Nataka kuomba na wewe pendwa, wacha niombe na wewe. Huyu Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. He is not a man, haleluya, aweze kudanganya, na akiahidi ameahidi. Anasema ya kwamba yuko pamoja na sisi, hata utuacha wala hata tupungukia. Hebu tukainua mikono yetu juu. Wote ambao mnanitazama, inua mkono wako juu. Wote ambao tuko hapa, tuinue mikono yetu juu ninapowaombea na kuwabariki. Mwenyezi Mungu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo ninakuinua, ninakubariki, ninakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Ninaombea kila mama, ninaombea kila mwanaume, ninaombea kila jamii inayonitazama. Baba, ninaachilia neno la uponyaji, ninaachilia neno la kufaulu na kufanikiwa juu ya maisha yao na jamii zao, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninabariki, ninawabariki, nabariki maisha yao, nabariki watoto wao, nabariki waume wao, nabariki biashara zao. Baba, katika jina la Yesu, wateule wako asubuhi ya leo natangaza wamebarikiwa. Kila mmoja anayetutazama, ninauombea baraka zako Baba, katika jina la Yesu. Ni asante Mfalme, uinuliwe na utukuzwe. Asante kwa wote ambao wako katika ukumbi huu, na nena baraka zako juu ya maisha yao. Uinuliwe na utukuzwe, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, amen. Nataka tuseme neema and then tutaendelea. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Hallelujah. Faith money. Tumekumisi sana. God bless you. Princess, God bless you. Samsami, God bless you. Jabia Anderson, Jude. Mungu abariki nyinyi wote, hata wewe ambaye huja comment, wewe ambaye unatuangalia, nasema God bless you, God bless you, God bless you. Hallelujah. Mungu abariki sana, na tuseme neema. And now may the grace of our Lord Jesus Christ
and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Amen.